Ndani ya kipindi cha mwezi mmoja kuanzia tarehe 1 Aprili hadi tarehe 3 mwezi Mei 2026 tumepokea jumla ya hoja 10,791 kutoka kwa Watanzania kote nchini kupitia simu ya bure namba 199 pamoja na mtandao wa WhatsApp. Hii inaonyesha jambo moja kubwa: wananchi wana imani na serikali yao na wanataka kushiriki katika kuboresha huduma zao. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru Watanzania kote nchini kwa kuendelea kunifikia, na ninawathibitishia hakuna ujumbe mtakaoutuma ambao sitausoma, hakuna simu utakayopiga ambayo sitaipokea, hakuna simu utakayopiga ambayo sitaipokea. Nisipokuwepo mimi, wapo wasaidizi wangu watakusikiliza na tutachukua hatua na tutakufahamisha hatua tulizochukua. Napenda kuhakikishia kila sauti inayofika katika mfumo huu itasikilizwa kwa makini na kufanyiwa kazi. Hadi sasa 85% ya hoja zote zilizopokelewa tayari zimejibiwa na kufungwa, huku 15% zikiwa katika hatua za mwisho za ufuatiliaji. Lakini leo pia nimepokea baadhi ya jumbe ambazo katibu mkuu na wataalamu wako kote nchini, najua mnafuatilia, mtanisikiliza na mtakwenda kutekeleza. Haya ni maoni ya wananchi, lakini tunayachukua leo na tunayafanyia kazi leo bila kusubiri kesho. Jambo la kwanza, wapo wananchi wanaolalamika kwamba mgonjwa wa ICU analazimishwa kwanza kulipa kabla ya kupata huduma. Sasa maelekezo ya wizara ambayo katibu mkuu utayashusha kwa watendaji wote, wagonjwa wote ambao wako katika hatua ya dharura ICU watibiwe kwanza, waingie kwenye mashine kwanza watibiwe, alafu masuala ya fedha yatafuata baadaye, kwa sababu ziko taarifa za wagonjwa walioelekezwa kwenda kufanya malipo huku wakafariki. Sasa hili siwezi kuliruhusu wakati wangu, na nimekushawaambia mimi nipo kwenye wizara hii pamoja na kumsaidia Mheshimiwa Rais, niko kwenye ibada kwenye wizara hii. Nawaambia wazi mnisikie.